CAF imechezeshwa. Simba na Yanga zinaanzia hatua ya awali, na miongoni mwa kundi ambalo miongoni mwa timu ambayo Yanga Afrika atakwenda kukutana nayo basi ni dhidi ya Gaborone United. Mshindi wa hapo atacheza dhidi ya CFFA ya Lijabato FC. Unaiona Yanga katika hatua ya makundi, Raymond? Nafikiri tumefika kwenye hatua ambayo sasa hivi Young Africans kwenda kwenye makundi show story tena, na nafikiri sasa hivi ukiwaambia eti Young Africans target yenu ni kwenda makundi, nafikiri baadhi ya mashabiki pamoja hata na wachezaji wanaamini umeaim chini zaidi. Nafikiri washatoka huko. Ingekuwa ni misimu 5-6 nyuma, of course kwa nasema kitu priority ya kwanza kwenye michuano ya klabu bingwa Young Africans ni kuhakikisha anaenda katika hatua ya makundi, lakini kwenye performance ambazo wamekuwa wakizionyesha hivi recently, nakumbuka wamecheza finali ya michuano ya kombe la shirikisho, wamecheza robo finali na Mamelodi, ile goli la Zizikili na kataliwa, wameshatoka huko kwenye kufuzu kwenye hatua ya makundi. Kwa nafikiri hizi mechi za awali, kitu ambacho pekee kinaweza kanifanya mimi niwe na hekima na busara ya maneno ni neno mpira, lakini kwa asilimia zaidi ya 65 nategemea Young Africans kumwona katika hatua ya makundi, haswa ukiangalia hata budget ambayo ametoka kuitaja juzi hapo kuhusiana na budget yao ya usajili. Uwezo ukaniambia tumesajili zaidi, umetumia zaidi ya bilioni 8 kwenye usajili, afu niambie kwenye michuano ya klabu bingwa kaishia hatua ya makundi. Nafikiri investment tayari inakuwa imekuwa poa, na uwezo kaweka bilioni 8 kwenye usajili kwa ajili tu ya kutoa ligi kuu ya Tanzania bara au kutoa FA ama kutoa muungano ama kutoa mapinduzi, with no disrespect kwa haya makombe, lakini nafikiri vilabu vyetu sasa hivi Young Africans kwa kuchukua ligi ya ndani kashachukua sana, misimu 5 mfululizo, FA misimu 4 mfululizo, muungano kachukua, mapinduzi kachukua. Kwa nafikiri target sasa hivi ni kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kitanifanya ni hold maneno ni mpira, lakini naamini kwa asilimia zaidi ya 65 Young Africans anaenda makundi kwenye michuano ya klabu bingwa. Okay. Juma Shabani, mshindi kati ya Mighty Wonders na Simba kukipiga na 15 Agosto au Fomboni ya Komoro. Mnyama kwa hatua kama hizi wanasema kwamba anakuaga na experience ya kutosha. Pengine unaiona hiyo nafasi tena ikijirudia kwa upande wa mnyama? Imekuwa ni zaidi ya misimu 6 tumeanza kuiona Simba ikishiriki kwenye hatua za makundi, kuanzia kwenye kombe la shirikisho mpaka kwenye upande wa CAF Champions League. Na kwa nini inanipa matumaini kuona kwamba Simba ana hiyo nafasi? Kwa sababu msimu wa mwaka juzi ambao anafika mpaka kwenye upande wa hatua ya finali ya kombe la shirikisho ni Simba ambayo iliingiza zaidi ya wachezaji 12 mpaka 13 kwenye upande wa kikosi. Kama unakumbuka kina Dibra Fernandez, Leonel Ateba, Steven Dese Mukwala, kina Joshua Mutale pamoja na wachezaji wengi. Waliwaingiza zaidi ya hawa wachezaji 13 kwenye upande wa kikosi. Kila mmoja alikuwa anaamini kwamba anaenda kuiona ni Simba ambayo inaingia kwenye upande wa ujenzi wa timu, lakini walichokwenda kukifanya nadhani ilikuwa ni sehemu pia ya hatua kubwa ya mafanikio kwa upande wao, kwa sababu msimu wa nyuma ni Simba ambayo ilimaliza ligi ikiwa nafasi ya 3, kwa maana ya kwamba msimu uliofuata walitetea nafasi yao ya pili baada ya kuwa nyuma ya Young Africans, lakini pia walienda kwenda kumaliza mashindano ya kombe la shirikisho wakiwa nafasi ya pili, kwa maana walipoteza kwenye mechi dhidi ya finali. Unaiona hiyo experience ambayo wako nayo. Inawezekana kuna muda ukawa na wachezaji wengi wapya ambao wapo kwenye upande wa kikosi, lakini pia walikuwa na benchi jipya la ufundi kwa sababu Fadlu ndo alikuwa ameingia kwenye upande wa hiyo timu, lakini mentality yao ulikuwa unaiona namna gani ambavyo walivyokuwa wanapambana kuanzia kwenye hatua zao za awali mpaka kwenye makundi mpaka kufika kwenye upande wa hatua ya finali. Mechi ya kwanza wamepoteza 2-0 wakiwa ugenini, mechi ya pili wameenda wametoka sare wakiwa nyumbani. Kwa hiyo kuna hiyo progress kwa upande wa Simba ambayo umekuwa unaiona. Mara ya mwisho Simba kupoteza kwenye hizi hatua walipoteza dhidi ya Jwaneng Galaxy, si ndio? Baada ya hapo hatukuwahi kuwaona, na ni mechi ambayo walipoteza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ugenini walienda walipata matokeo mazuri. Kuna kitu ambacho wachezaji waliingia nacho baada ya kupata matokeo ya ugenini, wakaja wakarelax. Kwenye upande wa hizi hatua pia Simba na Yanga wamepata bahati ya kuanzia wapi? Ugenini, wanakuja kumalizia wakiwa nyumbani. Nadhani benchi la ufundi, viongozi pamoja na makapteni wa timu wana jukumu la kwanza kuhamasishana kwamba wanapopata matokeo ugenini hawatakiwi nyumbani waje wafanyaje, waje wa relax, kwa sababu mashabiki wanahitaji kuweza kuona hiyo burudani. Unaposafiri kwenda nje kuna possibility ukaenda hata na mashabiki hata 10 tu, lakini unapokuja kwenye uwanja wa nyumbani
unakuwa na zaidi ya mashabiki 15,000 mpaka 19,000. Kwa hiyo matarajio yangu ni sehemu pia kwenda kuonyesha mashabiki kwamba viingilio ambavyo mmevilipa kuja kuangalia burudani, lazima tuweze kuwapa pia mtaji wa magoli mengi, lakini muone pia na kandanda mweneza ikawa ni sehemu pia kuvutia. Naona Simba wakiwepo hapo, lakini pia naona pia na Young Africans katika hayo. Leo amezungumza kitu kimoja. Kwa misimu mitatu minne hivi karibuni, timu zetu kuingia hatua ya makundi sasa hivi sio tena story. Azam umemuona msimu wake wa kwanza amefika mpaka kwenye hatua ya makundi, kwa maana kwamba wakiwa chini ya Ibenge. Huko nyuma alikuwa na struggle sana. Na Azam ndo timu pekee ambayo inaanzia pia hatua ya awali, pia tusisahau hilo kwenye haya mashindano. Na Singida wataanzia kwenye hatua ya kwanza, Azam wataanzia kwenye hatua ya pili ambayo inaofuata zaidi, kwa maana kwamba walifanya vizuri msimu wao wa kwanza baada ya kuingia kwenye upande wa hatua ya makundi. Okay, kwa upande wako Ray, jana tulizungumza na Bwana Ali Shabani Kamwe pale makao makuu ya klabu ya Young Africans, walizindua jezi. Tutakwenda kugusia huko kwanza masuala ya jezi, lakini moja ya swali ambalo tulipata nafasi ya kumuuliza ni hizi tetesi zinazosemekana kwamba wana mpango wa kufanya biashara kati ya Young Africans na Petro di Luanda ya Angola kutoka kwa mshambuliaji wao Depu, na inakadiriwa kwamba akiwa Yanga ofa hiyo ni bilioni 1.3, mshahara wa milioni 86. Kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo rate, nani mnufaika wa hii biashara? Depu aliingia dirisha dogo na aliingia dirisha dogo akaonesha glimpse kwamba ni striker ambaye unaweza ukamwamini na anaweza akakupa goals pale ambapo unamhitaji. Na nafikiri hilo swali ungeuliza labda wiki 4 mpaka 5 tu baada ya Depu kusajiliwa, watu wangesema mnufaika mkuu wa club, mnufaika mkuu wa hiyo deal alikuwa ni club, kwa sababu alikuwa anapata kile ambacho anakitaka kutoka kwa Laulindo Angelino Depu. Lakini kulikuwa kuna dark moment ambayo alipitia Depu. Kuna muda wa kufunga, kuna muda alikuwa anakaa bench kutokana na form ilishuka kidogo. Lakini ukimwangalia Depu unaona ni mtu ambaye anaweza akafunga mabao. Ni mtu ambaye unamtegemea. Style yake ya kiuchezaji ni tofauti na aliyekuwepo naye pale Dube. Ndio maana alikuwa anaweza akacheza mbele yake kwa sababu ni versatile zaidi. Lakini Depu ni ule pocha kwenye box. Ukimwachia nafasi anakufunga. Kwa hiyo ni biashara ambayo kwangu nafikiri mpaka sasa hivi, sasa tathmini yangu ukiangalia, nafikiri imelipa pande zote mbili. Depu imemlipa, lakini pia Young Africans imewalipa. Lakini sasa inaonekana Young Africans wanajaribu kwenda njia tofauti na kile ambacho alikipata kutoka kwa Depu msimu uliopita, na ndio maana unaweza kuona tayari wameshaingiza washambuliaji wawili. Kwa nafikiri so far ungeenda mwanzoni tuizie wiki 5 za kwanza uko unasema Young Africans ndio wanufaika wakuu, lakini kuna kipindi ambacho alikipitia Depu ambacho ni kama kikaja kubalance sasa ule mzani. Lakini ukimwangalia Depu unaona ni mchezaji ambaye ana magoli ndani yake, na timu yote ambayo itafanya usajili ya kumpata yeye anaweza akawasaidia kupata mabao. Juma Shabani, ukimsikiliza Ali Kamwe anasema kwamba kinachosubiriwa ni taarifa kutoka benchi la ufundi. Yani taarifa benchi la ufundi ndio itafungua mlango wa mazungumzo baina ya hiyo timu na klabu ambayo ni Young Africans. Mwalimu mpya, washambuliaji wapya, kukosekana kwa mchezaji kama Depu kwenye eneo la ushambuliaji ambaye yeye tayari amesha accept yale mazingira ya ligi yetu, lakini pia anaijua vizuri ligi ya Tanzania, amecheza vizuri ndani ya Young Africans. Ipi athari ambayo itakwenda kuonekana endapo Depu atakosekana kwenye msimu huu unaoanza? Kwenye eneo la ushambuliaji wana Peter Shalulile, wana Sheikh Ibrahim Tule, si ndio? Hao wote ni wachezaji wapya kwenye upande wa ligi ya Tanzania. Peter unaweza ukasema ni continental striker, kwa maana ya kwamba amecheza kwenye hili bara, ametembea kwenye upande wa kila nchi. Sio mgeni kwenye ardhi ya Tanzania, kwa sababu wakati Mamelodi Sundowns wanakuja kucheza dhidi ya Young Africans, miongoni mwa majina ambao walikuwa wanatajwa pia ni Peter Shalulile, kwa maana kwamba sasa hivi ukisema umpeleke katika uwanja wa Benjamin Mkapa hawezi akawa na upya nao. Lakini ukija kwa Sheikh Ibrahim Tule kuna huo ugeni, kwa maana kwamba amekuja kwenye upande wa taifa jipya, amekuja kwenye upande wa ligi mpya, atmosphere ya mashabiki nao pia imekuwa ni tofauti. Na hata mwenyewe aliweza kuzungumza akasema kwamba anatamani sana mashabiki wamuuzie hiyo imani. Yeye ni sehemu pia kwenda kukamilisha huo mpango katika hilo eneo la ushambuliaji. Upinzani unaoona ni mkubwa kwa sababu ya rekodi ya Sheikh ambayo yuko nayo. Ukiangalia kwenye misimu miwili hivi karibuni, msimu wake wa pili nyuma alifunga mabao 25, akatoa assist 2. Msimu huu wa mwisho
amefunga magoli 22, si ndio? Na akachangia pia assist 4. Unaona kuna namna ambavyo ana uwezo wa kupa hizo double figure katika upande wa kila msimu. Sasa matarajio ya watu wengi ni kuweza kumuona kwenye upande wa ligi ya Tanzania. Una Peter Shaulila ambaye ni moja kati ya washambuliaji bora muda wote katika upande wa ligi ya Afrika Kusini. Yaani ni mchezaji ambaye amefunga magoli mengi zaidi kuliko mchezaji yote kwenye ligi ya Afrika ya Kusini. Akiwa na misimu 6 amefunga zaidi ya magoli 130 kwenye upande wa ligi. Unaona hiyo legacy ambayo yuko nayo. Kama atakuja ataihamishia huku, unaona kabisa kwamba ni kitu kizuri. Na hata ukiangalia kwenye rank ya wachezaji ambao wameperform zaidi, wamefunga magoli mengi kwenye upande wa CAF Champions League, anaanza Chama, anafuata nani? Peter Shaulila, ambao wako active mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kuna hizo profile ambao unaoziona, lakini kwa upande wa Depu mimi nadhani ilikuwa si sahihi zaidi kwa upande wa Young Africans kumtoa Dube, kumtoa Depu katika upande wa dirisha moja, kwa sababu hao wote wameperform. Ray kazungumzia kwamba wiki zake 5 kuna namna ambavyo alivyoonyesha mashabiki kwamba yeye ni mshambuliaji wa aina gani, lakini nakumbuka baada ya hapo alikuja akapata injury ambayo ikamweka nje kidogo. Baada ya kurejea tena akamkuta na Dube naye kama vile tayari ameshachanganya. Kwa hiyo mwalimu akawa na struggle namna gani ambavyo anaweza akawa accommodate wote wakacheza wote kwa pamoja. Lakini baada ya timu kuachua Mwalimu katika mechi 5 za mwisho, Mwalimu kuna kitu ambacho alikuwa anakifanya. Kuna muda alikuwa anaanzisha wote kwa pamoja, lakini kuna muda anaweza akaanza na striker mmoja, kipindi cha pili akaja akaanza akacheza na washambuliaji wawili. Kwa hiyo ilikuwa inampa pia matokeo na ilikuwa inamlipa zaidi. Kwanza staili zao zilikuwa ni mbili tofauti za uchezaji. Dube anaweza akaoperate katika mapana yote ya uwanja, lakini kwa upande wa Depu mara nyingi alikuwa anastiki kwenye eneo la ushambuliaji, kitu ambacho ukianza na Dube kuna muda ulikuwa na kimisi. Mipira mingi ambayo ilikuwa inaenda katika eneo la katikati unamkuta Dube yuko pembeni, lakini wakianza wote kwa pamoja, kama Dube yuko pembeni, basi Depu unamkuta yupo katika eneo la katikati. Mimi naamini tumwachie mwalimu pia aone namna gani ambavyo anaweza akafanyaje akawatengeneza wote wakaonekana wakiwa na hiyo njaa ya magoli. Kikubwa zaidi ni kuwatengenezea ushindani kuanzia kwenye viwanja vya mazoezini. Siku hizi wananchi hawamuiti Peter Shalulile, wanamuita Pira. Wanasema Peter ni Peter Msechu, huyo anaitwa Pira. Kwa hiyo watangazaji muwe makini hapo, sio Peter, Pira. Kwa madai ya msemaji wa klabu anasema ni Pira. Sema Pira. Sasa hatuwezi tukaingia kwenye hizo siasa hizo. Awe sema tu Pira. Afanya na hivi. Fanya. Kwa nini sasambue? Fanya kama unafanya ndugu yako. Basi mwana michezo, lakini habari njema nyingine, Juma Shabani pamoja na Raymond